Asante sana, asante sana, asante sana. Wale ambao mnafuatilia mahubiri yetu, wale ambao mnafuatilia mafundisho yetu, amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi na kwako pia. Hapa tuko na ndugu Paulo na katikati tuko na ndugu fulani ambaye atajitambulisha kwanza na atuambie yeye ni wa dini gani na aliingia kwa hiyo dini namna gani, alafu baadaye tuweze kuangalia mambo mengine baadaye. Karibu. Haya, habari yako? Nzuri sana. Mimi naitwa Dasha. Wewe unaitwa nani? Naitwa Chris. Chris. Chris, jina lingine unaitwaje? Chris Ng'ang'a. Chris Ng'ang'a. Okay. Dini yako ni gani? Uislamu. Ni Muislamu. Kwa hivyo walikuita Chris Ng'ang'a na ukabaki kuwa Muislamu. Haya. Mimi nimelelewa kwa dini wa Ukristo. Umelelewa kwa imani ya Kikristo? Ndio. Na ukabadilisha imani ya Kikristo ukawa Muislamu? Nikawa Muislamu. Na umezaliwa wapi? Nimezaliwa Molo. Umezaliwa Molo. Kwa hivyo Molo ndio nyumbani. Ukaja huku Pwani kwa ajili ya shughuli za kutafuta mkate wa kila siku ama? Ndio. Sio kusoma? Kwa mapato, kutafuta mapato. Ulikuja kutafuta mapato. Sasa unafanya kazi gani ambayo unashughulika nayo? Yenye inapatikana. Unajua siku hizi hakuna kuchagua kazi. Kwa hivyo unafanya vibarua? Ndio maana unafanya vibarua Asante. Kwa hivyo ulipokuja kufanya kazi huku Pwani ndio ukajipata katika kuingia Uislamu? Ndio. Ni nini kilikushawishi kuwa Muislamu wakati ambapo wewe umezaliwa ukiwa Mkristo? Ni maneno mingi nishawishi nikiwa nikatoka Uislamu, nikatoka Ukristo nikaenda Uislamu. Na kama unaitwa Chris Ng'ang'a, mtu yoyote ambaye anasilimishwa huwa anapewa jina la Kiislamu, na sioni kama Chris. Sijaniuliza ya Kiislamu, umeniuliza jina yangu. Jina yako. Sasa si kama ulisilimu, sasa hilo jina lenye ulikuwa unatumia zamani si linabadilika sasa linakuwa lako ni la Kiislamu? Kwa sasa hivi jina ambalo ulipewa ulipoingia Uislamu ni jina gani? Mimi naitwa Isa. Unaitwa Isa? Isa Ng'ang'a? Isa. Si lazima uwe na majina, lile lako la ukoo si linabaki? Kwa hivyo unaitwa Isa Ng'ang'a. Yes. Ni kwa muda gani sasa umekuwa Muislamu? Let me say I have 1.5 month. 1.5 month. Sasa nafikiria kwamba Mungu amekuja kwa ajili ya kutaka kukuokoa. Umewahi kuambiwa na mtu yeyote ya kwamba majini ni Waislamu? First of all, mimi sijai believe maneno ya majini. Unajua sasa wewe vile ulivyoingia katika Uislamu, si unafaa kuamini kile ambacho Waislamu wanaamini? Kile ambacho kimeandikwa Qur'ani, si ni hicho utakiamini? Ndio. Hebu Paulo tusomee Qur'ani 72. Qur'ani 72. Mstari wake ni wa kwanza. Inasema hivi. Qur'ani 72 mstari wake ni wa kwanza. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Hebu mpe maiki. Hapo ni Qur'ani nasema majini walisikia Qur'ani na wakasema hiyo Qur'ani wameiamini, si ndio? Hebu nisomee mstari wa 14. Mstari wa 14 nasema, nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka. Mpe maiki. Sasa Isa, majini kuna waliosilimu kama vile wewe ulisilimu. Si wewe ulisilimu? Majini nao walisilimu kama wewe. Kwa hivyo wewe ni Muislamu na majini ni Waislamu. So
hata wewe umesikia kuna wenye nitatumia jina, inasema nitabadilisha kidogo. Kuna wenye ni kama niseme kuna Wakristo wabaya na kuna Wakristo wazuri. Kwa hivyo ina maana katika Uislamu kuna majini wazuri na majini wabaya. Exactly. Kwa hivyo wewe unaamini kuna majini wazuri? Kama vile kuna Wakristo wenye wanakunywa pombe. Ukristo ukubali pombe ama kuzini, kwenda kusema uchukue bibia wenyewe uende ukakunywa pombe, haikubali hiyo. Pia Uislamu ukubali hiyo. So kuko na wenye wanatoka kwa dini kama Ukristo, kuko na wenye wanatoka kwa dini wanaenda kufanya hiyo usherati. Ndio mimi na swali langu. Kwa hivyo kulingana na wewe unaamini kuna majini wazuri? Kuna wenye wanatenda wema na kuna wenye wanatenda mabaya. Kwa hivyo kuna majini wazuri? Kuna majini wazuri. Kwa hivyo wewe na majini hao mna imani moja? Kama vile Ukristo imeandikwa kuna matendo yako ndio itakupeleka mbinguni. Ndio nikasema majini si walisilimu wakaamini Qur'ani. Na wewe si ulisilimu ukaamini Qur'ani. Kwa hivyo mahali hao majini waliamini Qur'ani mahali wataenda, na wewe ndio utaenda? Majini wazuri. Ungeniuliza mimi ni mzuri na believe maneno ya uzuri ama ubaya. Sasa unajua, sasa wewe unaamini, una believe kwa sababu ulisilimu, una believe kile kimeandikwa. Kwa hivyo kile ambacho Qur'ani inasema ndio wewe unafaa kuamini. Qur'ani imesema kuna majini walisilimu wakawa Waislamu, unafaa kuamini kuna majini Waislamu wabaya na wazuri. Sasa na wewe walisilimu kama mimi vile ndio nikawasema. Kwa hivyo wewe na majini waliosilimu mna imani moja. Na ndio mimi naamini wenye walisilimu wanafanya matendo mazuri. Ndio nasema hivi, kulingana na Qur'ani wewe ulisilimu na majini walisilimu. Kwa hivyo kuna majini wabaya na kuna majini wazuri. Kwa hivyo ni makundi mawili. Sasa hawa majini ambao ni wazuri na wewe mahali mtaenda mahali pamoja, si ndio? Hebu nisomee Qur'ani 6:128. 6:128 kitabu ni cha Qur'ani. Inasema hivi. Inasemaje? 6:128 Qur'ani inasema, na wakumbushe siku atakapowakusanya wote, awaambie enyi makundi ya majini. Mbemaiki. Tumeona majini ni makundi mangapi? Mawili. Lakini Allah anasema atawakusanya makundi yote. Makundi yote, si ndio? Eni makundi ya majini. Na ni makundi mangapi? Mawili. Aendelea msomaji. Hakika nyinyi mumechukua wafuasi wengi katika wanadamu. Ndio. Na marafiki wao katika wanadamu. Atawagombania waseme, ndio, Mola wetu tulinufaishana sisi na wao. Ndio. Na tumefikia muda wetu uliotuwekea. Ndio. Basi Mungu atasema, moto ndio makazi yenu, mtakaa humo milele. Ayambe maiki. Allah anasema makundi yote ya majini mwisho atawaambia moto ndio makao yao. Kwa hivyo majini yote mwisho wao wataenda wapi? Kulingana na Qur'ani. Kulingana na Qur'ani. Wewe nimeelewa. Kuko na wenye walichukua wanadamu. Na ndio nikakwambia kuna wenye wanazini, wanafanya mabaya. Hata Ukristo kuna wenye wanatoka nje ya dini, wanaenda hebu tusomee anzia Qur'ani inasemaje? Inasema, na wakumbushe siku atakapo wakusanya wote, awaambie enyi makundi ya majini. Mbamaiki. Kwa hivyo hayo makundi wazuri ambao unasema walisilimu, kuna wale ambao wanakubaliana na watu, si ndio? Kama vile wewe unakubaliana na hao majini wazuri kulingana na vile unavyosema, si ndio? Na hao wabaya kuna wale ambao wanakubaliana na hao majini wabaya. Kwa hivyo ni makundi mangapi? Mawili. Kwa hivyo wale wema wanadamu wamechukua na hawa wabaya kuna wanadamu wamechukua, si ndio? Exactly. Sasa Allah anasema hao wote atawaambia mwisho wataenda wapi? Motoni. Hapo nimekubaliana nawe. Lakini matendo yako, hata Biblia imeandikwa matendo yako. Hatujaongelea matendo. Mimi nataka
sitaki maneno ambaye ni yako. Tuongelee Qur'ani. Haya. Usinitoe hapo kwenye Qur'ani. Qur'ani imesema kuko na wenye walichukulia majini, kuna wenye walichukulia na majini wazuri. Soma hapo utuambie. Andiko linasemaje? Na wakumbushe siku tutakapo wakusanya wote, awaambie enyi makundi ya majini. Mbe maiki. Ala anaabia kundi moja au makundi yote? Makundi yote. Haya, sasa nisomee hapo mwisho mahali kuna pointi sasa ya mwisho. Inasema hivi. Mungu atasema, ndio, moto ndio makazi yenu. Mpe. Moto ndio makazi makazi kulingana hiyo aya. Aya inasema moto ndio makazi Sasa wale wazuri. Hebu nisaidie Qur'ani 2 mstari wa 14. 2 mstari wa 14 Qur'ani. Ndio. Qur'ani inasema hivi katika 2:14. Na wanapokutana na walioamini husema tumemwamini. Ndio. Na wanapokuwa peke yao kwa mashetani wao husema hakika sisi tu pamoja nanyi, tunawachezea shere tu. Mpe maiki. Majini wanasema wanapokuwa kwa wale walioamini husema tumeamini. Wanaporudi kwa mashetani wao husema ya kwamba sisi tuko pamoja nanyi, wale tunawachezea nini? Shere, si ndio? Kwa hivyo na maana majini wakikuja kwa msikiti wanasema wameamini. Na majini wanapokuwa kwa mashetani wao wanasema tuko wako pamoja kulingana na Qur'ani. Kwa hivyo majini wote wataenda moto kwa mujibu wa Qur'ani, si ndio? Wataenda motoni kwa mujibu wa Qur'ani, si ndio? Sasa wewe sasa ulisilimu, ukawa Muislamu, na majini waliosilimu wataenda motoni. Wewe uliyesilimu, mwisho wakati utakapokufa uzikwe, alafu siku ya kiyama ufufuliwe, utafufuliwa kwa uzima wa milele ama bado motoni? Uliuliza hiyo swali kwa wale waliokusilimisha? Ndio, Qur'ani inasema wa majini wote wataenda motoni. Hiyo sasa tumetoka kwa majini. Tushajua majini wanaenda motoni. Sasa tukageuka kwako wewe. Wewe kwa sababu uliamua kuwa Muislamu. Unajua ukiwa Muislamu lazima ujue mahali Uislamu unakupeleka. Kama Uislamu unakupeleka kwa uzima wa milele, unatakikana kuwa Muislamu. Lakini kama Uislamu unakupeleka kwa jehanamu, kwa moto wa milele, unafaa kutoka Uislamu, sawa? Si ndio? Sasa ukipata andiko linalosema Waislamu wataenda jehanamu, utaendelea kuwa Muislamu? Haya, nipatie hiyo answer na unipatie uzuri wa Ukristo na ubaya wa Uislamu. Sasa mimi nataka kwanza nikuonyeshe ubaya wa Uislamu. Ubaya wa Uislamu, sawa Tumepata ya kwamba kwanza majini waliosilimu na wale hawakusilimu wote wataenda motoni. Sasa watu ambao wamesilimu kama wewe, na wao wataenda wapi? Nisaidie Qur'ani 19:71. Qur'ani 19:71. Inasema hivi. Inasemaje? Wala hakuna yoyote katika nyinyi, ndio, ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam, na ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Haya, mpe maiki. Tunaona ya kwamba Qur'ani bila kuongeza kitu inasema wala hakuna yoyote katika nyinyi ila ni wenye kufikia hiyo jahannam, na ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Kulingana na hiyo aya tunaweza ongeza kitu ama iko hivyo vile imesomwa hivyo venye iko? Inasema wote lazima wataenda jehanamu. Sasa tunaenda katika Wakristo sasa. Si ndio? Sasa naomba utusomee kitabu kinaitwa Wagalatia. Wagalatia 3 mstari wake ni 29. 3:29 kitabu ni cha Wagalatia. Ndio. Biblia inasema na kama nyinyi ni Wakristo, basi mumekuwa uzao wa Ibrahim, na warithi sawasawa na ahadi. Mpe maiki. Andiko linasema kama nyinyi ni Wakristo, mumekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kwa
Kwa hivyo Wakristo watarithi ahadi ambazo Ibrahimu ameahidiwa, si ndio? Sasa ina maana mahali Ibrahimu atakuwa, Wakristo na watakuwa hapo, si ndio? So nyinyi Wakristo mnajiita Wakristo, so watenda dhambi ama wenye wanaenda kuwa juu venye najua Ukristo ukubali kuwa mwenye anaweza uwa pia ataenda 24 Mathayo 24 kitabu ni cha Mathayo. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika 24 Mathayo ndio inasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Ayambe Mike. Sasa makristo wa uongo ni wale wanafanya kinyume na vile Mungu anavyotaka. Manabii wa uongo ni wale wanafanya kinyume na vile Mungu anavyotaka. Sasa wewe na mimi na Paulo tunafaa kuwa Wakristo wa kweli. Hatufai kuwa makristo wa uongo, si ndio? Sasa Wakristo wa kweli wanafanya nini? Nisaidie 19:16 Mathayo 19:16 kitabu cha Mathayo. Inasema hivi. Inasemaje? 19:16 kitabu ni cha Mathayo. Ndio. 19:16 inasema hivi katika 19:16 kitabu ni cha Mathayo. Na tazama, ndio, mtu mmoja akamwendea akamwambia. Kuna mtu ambaye alienda akamuuliza Yesu, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Ndio. Akamwambia, kwa nini kuniuliza habari ya wema? Kwa nini kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri. Kwa hivyo mbe Mike, tunapata ya kwamba Yesu anasema ukitaka kuingia katika uzima wa milele lazima ushike amri za nani? Za Mungu. Kwa hivyo amri inasema usizini, ufai kuzini, usiibe, ufai kuiba. Unafaa kuwa mwenye kuzitunza amri za Mungu ili uweze kupata uzima wa nini? Uzima wa milele. Lakini katika Uislamu tumeona wote wataenda jehanamu. Ufai kusema wewe umeongelea maneno yani in short ni kama umesema Waislamu wote ni majini. Sio mimi nimesema. Qur'an imesema hakuna yoyote katika nyinyi. Ikisema hakuna yoyote katika nyinyi imekusanya Waislamu wote. Mwalimu, acha turudie aya. Aya inasema hivi 19:71 Qur'ani. Wala hakuna yoyote katika nyinyi. Kuna mwenye anabaki ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Na ni wajibu ya Mola wako uliokwisha hukumiwa. Ayambe. Umesikia hiyo aya? Wote lazima watafika wapi? Jahannam. Sasa kama Waislamu wote watafika jahannam, unafanya nini katika Uislamu? Si unaona ni shida? Sasa katika imani ya Kikristo, hebu nisaidie Yohana 3:16. 3:16 kitabu ni cha Yohana. Ndio. Biblia inasema hivi. Kwa maana jinsi hii ndio Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Twende. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hatapotea kamwe, hahukumiwi kamwe. Asiye muamini amekwisha hukumiwa. Unaona Kwa hivyo wale hawamwamini mwana wa Mungu wamekwisha hukumiwa. Wale wanamwamini mwana wa Mungu wanapata uzima wa milele. Nisaidie Qur'ani 6:101 alafu tuone kama wewe unataka uzima wa milele. Tukubaliane sasa hapa. Maana hapa kuna bahari, ni kukubatiza tu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kutoka hapo utakuwa wa mbinguni. Qur'ani 6:101. Twende. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Inamkinikaje awe na mwana hali hana mke? Mpe Mike. Biblia imesema yule hamwamini mwana wa Mungu amekwisha hukumiwa. Wale wanamkataa mwana wa Mungu wamekwisha hukumiwa. Kwa hivyo leo wewe unakubali Yesu ni mwana wa Mungu?
vile uko Muislamu? Kabla tujaenda hapo, niambie ubaya wa Uislamu na uzuri wa Ukristo. Si ndio nimekueleza hapo? Uislamu umesema Mungu hana mwana, na Mungu alimtuma mwanawe ili kila mtu amwaminie asipotee, awe na uzima wa milele. Kwa hivyo Wakristo wanamwamini mwana wa Mungu watapata uzima wa nini? Wa milele. Alafu Waislamu kwenye Qur'ani 19:71 wote wanaenda jana. Wacha nikurudisha hapo nyuma kidogo mahali umeongea. So kuko na Wakristo wanatenda wema, kuko na Wakristo wanatenda mabaya. Ndio sasa nikasema hivi. Nikatoa 24 Mathayo. Kuna Makristo wa uongo. Hao wanajiita Wakristo na wanafanya mabaya. Hao ni Wakristo wa uongo. Au Makristo wa uongo. Wakristo wa kweli ni wale wanatenda mema, wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu, sawa? Lakini kwenye Uislamu tumeambiwa wote. Haijasema kuna wazuri na kuna wabaya, imesema wote. Na tukaona kweli ni wote, kwa sababu kuna yoyote ambaye ni Muislamu anaamini Yesu ni mwana wa Mungu? Kunaye hata moja? Hakuna. Na Biblia imesema wale hawamwamini Yesu ni mwana wa Mungu wamekwisha fanyaje? Hukumiwa. Wamekwisha hukumiwa. Kwa hivyo Waislamu wote kwa kukataa Yesu ni mwana wa Mungu wamekwisha fanyaje? Hukumiwa. Kwa hivyo hata wewe sasa hivi vile tunaongea, ulipoingia katika Uislamu umekwisha fanyaje? Umekwisha hukumiwa. Kwa hivyo kile ufanye wewe kabla haujaendelea ni uache Uislamu, umwamini Yesu ni mwana wa Mungu, ubatizwe ili upate uzima wa milele. Uko tayari? Haujaniambia ubaya wa Uislamu na uzuri wa Ukristo. Kwani ubaya ni mwingine gani kama ni kwenda jehanamu? Kama Uislamu anaenda jehanamu, kuna ubaya mwingine unazidi huyo? Nataka uniambie matendo. Matendo mabaya yako hapo. Kwanza hebu nisaidie Qur'ani 10:102. Qur'ani 10:102. Ndio. Kwani matendo ndio inafanya watu waende jehanamu? Inasema hivi katika 10:102 kitabu ni cha Qur'ani. Basi wanagoja jingine ila kuwajia mfano wa siku za adhabu zilizowafika watu waliopita kabla yao. Sema basi ngojeeni, mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Hao watu wanagojea adhabu, si ndio? Na Muhammad ambaye ni mtume wa Waislamu haya amegojea adhabu. Nisaidie Yohana 14 mstari wake ni wa kwanza. 14 mstari wake ni wa kwanza. 14 mstari wake ni wa kwanza, kitabu cha Yohana. Biblia inasema hivi, katika 14 mstari wake ni wa kwanza, kitabu ni cha Yohana. Musifadhaike mioyoni mwenu. Ndio. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Twende. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia. Kwa nini? Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hivyo Yesu anasema ameenda kutuandalia mahali. Muhammad amesema anagojea adhabu. Sasa wewe unatakikana kuwa mfuasi wa Muhammad ama wa Yesu? Kwa Uislamu tunafuata Muhammad. Na yeye amesema anagojea adhabu. Na wale ambao ni Waislamu wanagojea adhabu. Mimi nataka uchukulie hii mambo serious, kwa sababu hiyo ni Qur'ani, hakuna kitu tunaongeza. Si hata kwamba kuna mchezo. Sasa wewe kile ambacho Mungu ametaka ni ya kwamba anataka kukuokoa wewe nafsi yako. Sawa? Umewahi somewa tangu usilimu? Umewahi somewa hizo haya? Umewahi kusomewa? Hapana. Hawawezi kukusomea. Kwa pamoja. Kwa hivyo ile kitu tunafanya, okoa nafsi yako brother. Uko tayari? Okoa nafsi yako. Unaonaje? Uko tayari kuokoa nafsi yako? Chenye nimekuuliza sijakuwa satisfied. Haya, shika hapa. Ni matendo gani unataka nikupe? Kwa sababu mimi siogelei mtu mmoja alienda huko akakula miraa. Mwalimu, kitu ambacho ninachomuelewa, yeye anafikiria ya kwamba tuanze taja fulani miraa, ulevi, uzinifu ile. Siongelei uzimu, yani venye mtu anatoka
mimi naongelea tuseme mwenye mimi naamini kulingana na mimi. Sasa sijui kama kulingana na mtu mwingine ama Muislamu mwingine mwenzangu anaamini. Kulingana na mimi, matendo yako ndio itakupeleka mbinguni. Sasa Biblia inasema ya kwamba hatuokolewi kwa matendo, tunaokolewa kwa imani. Kile ambacho unakiamini ndicho kitakacho kufanya wewe uwe na matendo mema. Si ati uwe na matendo mfurahishe Mungu. Kwa pamoja. Sasa wewe umetoka kwa imani ya kumwamini Yesu ambaye anaweza kukufanya kuwa mtakatifu. Ukaenda kumwamini Mtume Muhammad ambaye huyo Mtume Muhammad ana dhambi sawa sawa na wewe. 47:19 Qur'an. Muhammad ana dhambi sawa na wewe, atakusaidiaje? Unaona? Muhammad hawezi kukusaidia. Sasa ile kitu ambaye kuna yule anaweza kukufanya wewe kuwa mtakatifu na uwe na matendo mema ni kumwamini Yesu. Kwa pamoja. Huwezi kufanya matendo mema bila kuwa na Yesu. Unamwamini Yesu, anakufanya wewe kuwa na matendo mema. Anakufanya wewe kuwa mtakatifu. Soma andiko. 47:19 kitabu ni cha Qur'ani inasema hivi. Ndiyo. Jua ya kwamba hakuna aabuduaye kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Twende. Naomba maghfira kwa dhambi zako na dhambi za Waislamu wanaume na dhambi za Waislamu wanawake. Mbe maiki. Unaona? Muhammad anaambiwa ana dhambi zake, Waislamu wanaume wana dhambi, Waislamu wanawake wana dhambi. Hapo ina endelea. Anasema omba maghfira kwa dhambi zako. Kwa hivyo Muhammad ana dhambi. Sawa. Lakini Yesu hana dhambi. Hajasema Muhammad ako na dhambi. Mbe, kwani nani anaambiwa omba maghfira kwa dhambi zako? Rudia. Wengine. Inasema hivi. Jua ya kwamba hakuna aabuduaye kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Huyo mwenye sasa anaongeleshwa hapo si ni Muhammad? Endelea. Naomba maghfira kwa dhambi zako. Mpe kwa dhambi zako. Nani huyo sasa? Waislamu. Hapo amesema omba maghfira kwa dhambi zako. Si nini inaanza? Ndio. Na endelea. Na dhambi za Waislamu wanaume. Mpe maiki. Kwanza anaanza kuomba dhambi, msamaha kwa dhambi za Islam. Zake. Omba maghfira kwa dhambi zako. Haijasema Muhammad hapo. Kwani ni nani anaambiwa hapo? Kwani hii Qur'ani mwenye anaongea na malaika ni nani? Na hii sura nzima inaitwa suratu Muhammad. Inaitwa suratu Muhammad, hiyo sura yote hiyo. Kwa hivyo ni Muhammad anaongea hapo. Ni Muhammad. Acha confirm. Unaona? Suratu Muhammad. Sawa. Sasa Muhammad anaambiwa omba msamaha kwa dhambi zako. Kwa hivyo Muhammad ana dhambi, si ndio? Wewe unaweza oa mtoto wa miaka 6? Hapana. Muhammad kwa nini alioa mtoto wa miaka 6? Ni wapi imeandikwa? Haya, wacha nikuletee. Dakika moja nikuletee sasa. Haya. Tunataka tuweze hadithi ya 800. Naomba utusomee. Ni hadithi ya ngapi hiyo? Hadithi ya 897. Na nikiomba hata kama ikiwezekana tuweze kuionyesha, iweke vizuri tu. Badilisha tu, iangalie vizuri. Acha tuweke hivi. Kitabu kinaitwa Alulu Al-Marjan. Ili tuisome vizuri, nafikiria tuweke hivi. Unaiona? Unaiona? Aya, sasa iko hapa. Inasema hivi. Inasema hivi. Amesema hadithi ya Aisha radhiallahu anha, amesema
Mtume sallallahu alaihi wasallama amenioa nikiwa binti wa miaka 6. Kuna kitu tumeongeza? Hakuna. Sasa wewe unaweza kuwa mtoto wa miaka 6? Hata mwenyewe anaweza soma. Jisomee hapo. Nimesema hivyo. Sasa wewe unaweza kuoa, kuna kitu inaitwa sunna. Sunna ni kufanya vile Muhammad alifanya. Wewe ukifanya hii kitu hutaishi jela. Hutaishi jela kufanya kitu kama hii. Si ni jela utaishi? Nitaishi jela. Sasa wewe uone umeingia kwa dini ambayo itahatarisha maisha yako. Si ndio? Sasa kwa ndio unaweza jipata, wacha niseme unaweza jipata unafanya hivyo. Na kuuliza hivi, alijipata ama alioa? Unataka kutetea dhambi? Alijipata ama alioa mtoto? Alijipata, alioa. Sasa huyu si ndiye unafaa kufuata? Si huyu ni mtume ambao wewe unafaa kufuata matendo yake? Unaweza oa mtoto kama yeye? Hapana. Alikosea ama alikuwa sawa? Unajua tuseme ukweli tu. Kwa hivyo ni mtume ambaye ana makosa, si ndio? Sasa mtume ambaye ana makosa, unamfuata wa nini? Nisaidie 49:6. 46:9 Qur'ani. Wewe niambie ndugu yangu, hata kama unajua uchukulie hii maneno kwa serious, si ati kwamba kuna mchezo. Ni maneno ya ukweli kabisa. Inasema hivi, ndio 46:9 kitabu ni cha Qur'ani. Sema mimi si kiroja mpya katika mitume. Wala sijui nitakavyofanywa mimi, wala mtakavyofanywa nyinyi. Wewe niambie, mtu akisema hajui atafanywaje na wewe mwenyewe hajui utafanywaje? Hiyo ni dini ya kuingia? Tuseme ya kwamba wewe uliingia katika Uislamu kwa kutokujua. Kuna mambo kama haya hukujua, si ndio? Na vile umeyajua, si ufanye tu hima tu uondoke Uislamu, uokoe nafsi yako. Unajua si hata tumekuwa na Laila, si amekufa? Si hata wewe kuna siku utafika utakufa. Kile ambacho unahitajika ni kushikilia imani ambayo itakufanya hata ukifa uishi tena. Sawa? Uko tayari kurudi kwa imani? Ama hiyo tuongelee nyuma ya kamera? Hiyo tuongelee tu nyuma ya kamera. Haya, asante. Iko maswali mengi sana. Asante. Sasa wewe usifanye moyo wako kuwa mgumu. Sijui unataka swali gani ingine, ama ni kuonyeshe mahali ambaye shetani pia ni Muislamu. Nafikiria mwalimu anaweza kuwa kwa ajili ya usalama. Wale muonyeshe ya mwisho. Sasa unajua ndugu yangu, nataka nikuonyeshe vitu za ukweli zenye hutawahi kuambiwa kwa msikiti. Hutawahi kuambiwa kwa msikiti. Hutawahi kuambiwa kwa msikiti hivi vitu. Sasa wewe niambie. Inasema ni bahati mbaya kwamba Adam na Hawa kutoka hapa hivi. Ni bahati mbaya kwamba Adam na Hawa hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanawe
kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kuwa Waislamu. Ni Mtume Muhammad tu ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Muislamu. Unataka kuniambia maneno kama haya? Alisilimisha majini. Sasa hapa ni majini ama ni shetani? Si usome. Hata wewe unajua mwenyewe. Nauliza sasa hapa wewe unajua ndugu yangu. Hiki ni kitabu. Inasema hapa imesema majini. Sasa hii shetani inawakilisha majini wabaya. Unajua ndugu yangu, hapa haijasema mashetani. Ngoja hapa. Ngoja nikuonyeshe hapa. Unajua mtu kuingia Uislamu ni rahisi. Kutoka inakuwa ndio shida. Inanishangaza huwa inanishangaza sana ni nini mnapewa. Shika hapa. Hapa inasema hivi, Ibilisi inasema Ibilisi ni jini au malaika? Jibu, ni jini anayetoka katika jamii ya kijini. Sawa sawa. Alikuwa ni mkuu wa majini. Kwa hivyo hata Ibilisi mwenyewe ni ni jini na linaitwa shetani. Sawa sawa. Soma kitabu kinaitwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12 mstari wake ni wa 9. 12:9. Ufunuo wa Yohana. Inasema hivi katika 12:9 kitabu ni cha Ufunuo. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hivyo huyo Ibilisi na Shetani ni nani? Ibilisi ni Shetani. Ambaye Muhammad alifanyaje? Alimsilimisha akawa nani? Akawa Muislamu. Kama ni wegi wakisema akawa Muislamu ama wakawa Waislamu. Wakawa Waislamu. Na hapa ni mmoja na shetani akawa Muislamu. Kwa hivyo alikuwa mmoja ambaye ni shetani. Kwa hivyo wewe ukiwa Muislamu na shetani mna dini moja? Mna dini moja na nani? Lakini hapa sikubaliani na wewe. Kwa sababu hutaki ukweli. Sasa nadhani ya kwamba unajua hauwezi kulazimisha mtu mwenye anakataa ukweli ambaye uko wazi. Ukweli uko wazi. Anasoma hivi imeandikwa akamsilimisha shetani, anasema akubaliane na mimi. Wewe sema ukubaliane na kitabu. Kwa sababu mimi sijasema kitabu. Hiyo ni kitabu. Wapi Qur'an imeandikwa? Nani? Kama ni Qur'an imeandikwa kitu kama maandishi kama hiyo. Kwa hivyo wewe ni msomi kuliko mwenye ameandika hii kitabu. Hii ni kitabu. Nauliza hivi. Hii ni kitabu. Huwezi sema Qur'an ni kitabu. Qur'an ni Qur'an. Na kuuliza hivi. Kati ya hawa mashehe wa Kiislamu na wewe ambao ulisilimu, umesema ni mwezi mmoja. Wewe umesilimu mwezi mmoja na nusu. Na huyu mtu ambaye ni shehe, nani msomi? Kati yako na wewe na wao. Sasa shehe ndiye aliandika hii. Si ndio? Wao ni huyu mwenye ameandika hiki kitabu. Anaitwa nini? Mwandishi anaitwa nini? Dr. Ahmad Shakir. Sasa wewe huyu ni dokta katika dini ya Kiislamu. Inakuwaje sasa wewe unataka kuwa mwerevu mwenye elimu mingi kuliko yeye? Nikuulize hapo. Mwenye anakataa Muislamu mwenyewe hawezi kataa dini yake. Na mwenye aliandika hii ni Muislamu. Si ndio amesema ukweli. Na sasa yeye mwenyewe alitoka Uislamu. Sasa hiyo ni kutaka kwake. Hata wewe kutoka kwa Uislamu kutaka kwako. Wewe mwenyewe huwezi andika kitabu Ukristo ni ubaya. Ndio umeandikwa mwenye ameandika hii kitabu ni Muislamu. Na wewe mwenyewe huwezi andika Ukristo ni ubaya. Hapa kwenye Qur'ani imeandikwa Waislamu wanaenda jehanamu. Imeandikwa. Na mimi mnajua ni watenda wa dhambi wataenda. Rudia tena. Unajua ndugu yangu, huwa nawaambia watu kuingia Uislamu inakuwa rahisi. Kutoka wanaharibiwa akili. Wewe niambie huyu na hajamaliza hata miezi. Unaona hajamaliza miezi 2 moja tu na umsikie tu. Soma 19:71. Inasema wala hakuna yoyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Kuna mtu anabaki hapo. Ukisikia hakuna yoyote katika nyinyi
Mtu akiingia aseme hakuna yote katika nyinyi, ila wote nawaua. Kuna mtu anabaki? So Jibu swali. Mtu akiingia hapa akisema hakuna yote hapa anabaki. Tutabaki hata moja? Hakuna mmoja atabaki. Hapo imesema hakuna yote katika nyinyi. Kuna mtu atabaki? So nyinyi Wakristo wanaitanga, wewe kabla tunaenda wa Wakristo na kuuliza hii aya hii. Hakuna mmoja atabaki. Kwa hivyo Waislamu wote wataenda wapi? Wengi wao si wengi wao, rudia tiko. Inasema huyo hajamaliza miezi 2, moja tu. Hebu rudia. Wala hakuna yoyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Mbe Mike. Hakuna yoyote katika nyinyi ila ni wenye kufikia wapi? Jehanamu. Kwa hivyo wewe utafikia wapi? Kwa hiyo aya utafikia wapi? Sema jehanamu. Hapo sikubaliani na wewe. Kwa hivyo hiyo Qur'ani ukubaliane naye? Matendo. Kuja nani? Wacha basi wewe kaa pale sasa, wewe tutakushughulikia baadaye. Tuna matangazo mengine. Sasa wapendwa, imekuwa ni jambo ambalo linaweza kuonyesha ni kazi gani inatakikana ifanyike haraka iwezekanavyo. Na tumekuja hapa Pwani na tumejitayarisha kupambana na hoja zitakazoletwa na Waislamu. Watu wengi wameingia kwa Uislamu bila kujua. Tuko tayari kupeleka hoja na kuwatoa katika Uislamu kwa hoja na kwa amani na kwa furaha. Karibu Paulo, unaweza sema kitu yoyote alafu tumalizie. Asante wasikilizaji na watazamaji wanaotufuatilia kwa platform zote. Tunashukuru Mungu kwa sababu tayari tumewasili katika mji wa Pwani, na lengo na makusudio ya kuwasili hapa ni ili tu kufikisha ujumbe kama jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyosema kwamba hawezi rudi hadi habari njema ihubiriwe ulimwenguni mote kwa mataifa yote. Lakini pia hapa mahali kwenye tuko ni mahali ambapo panahitajika maombi, na si tu maombi, yani maombi na kujitolea, kwa sababu hapa ni ngome ya Kiislamu tumeingia. Kwa hiyo kama kuna mahali ambako Yesu akiinuliwa kunaweza leta shangwe kubwa, ni hii mji wa Pwani. Kwa hiyo Mkristo mwenzangu, na kualika ya kwamba uwe pamoja nasi pale tutakapohitaji support yako, jitolee, kwa sababu pia hatuwezi fanyikisha mkutano huu kwa maneno tu. Inahitaji tutakula, inahitaji tulale, yani na tukae katika mazingira itakayoturahisishia kusoma na kuandaa hoja. Mimi nimekukaribisha pia, na wewe alika mwingine, ili kwamba Mfilisti tukimwangusha basi wana wa Israeli watashangilia. Asanteni.